Ni former nominated senator wa Mombasa, na nimekuja hapa kwa ajili ya dada wa marehemu. Tumeolewa na yeye boma moja, na nafikiri yako hapa. Uko wapi mke mwenzangu? Nimekuja kwa niaba ya shemegi yangu ambaye ni Faustin Ohito. Uko wapi Faustin? Mimi ndio nimekuja kuwakilisha familia ya senator, ambaye senator ni cousin ya huyo shemegi yangu ambaye amenifanya nikuje. Pokeeni salamu za senator. Amesema poleni sana ndugu, marafiki na familia kwa kitendo cha kinyama kilichotokezea. Nimesikiza maneno mawili matatu, na mimi kama kiongozi pia nataka kutoa usia kwa familia kwa mambo kama haya yanayotokezea. Mimi nataka kuambia watu wa Busia County, katika Kenya nzima county inayoongoza kwa mauaji ni Busia County. Munaona hiyo ni sifa? Munaona hiyo ni sifa nzuri sana? Hamusifiwi kwa elimu, hamusifiwi kwa maendeleo, hamusifiwi kwa elimu, munasifiwa kwa mauaji. Munanifanya mpaka saa nyingine wanasema kwa nini nilioleka huku mahali. Hii kitu tuache. Kuna njia nyingi za kusuluhisha mambo, sio kuuana. Na hawa mafadha waliokaa hapa, waamini wa kanisa, hawa walimu wetu wa kidini, wanajua katika kitabu cha Ufunuo kuna mahali inasema roho za hawa watu waliouawa, waliokufa kudhulumiwa, huenuka zikamlilia Mungu, zikauliza hadi lini utatulipia kisasi? Unafikiria Mungu akilipa kisasi ni kizuri? Unafikiria hizo roho zinamlilia Mungu siku Mungu atakaposema wakati umefika kulipa kisasi, wewe ulio huo utakuwaje? Jamanini, tusuluhisheni mambo kibinadamu, kiungwana. Mimi nitakuwa kwa ajili ya shamba, lakini baada ya muda mimi nitarudi kuona mchanga pia mimi nitakuwa kwa ajili ya land, lakini siku moja nitarudi wapi? Kwa hiyo land ambayo mimi nilikuwa. Kwa hivyo tunapofanya mambo, tufanye mambo tukifikiria kama wanadamu. Wanadamu umetutoka. Munaona mpaka watoto siku hizo wanachomana mashule, wanauana kwa mfano ambao wanaitoa kwa wazazi wao, kama hii ambayo tunayofanya. Kwa hivyo mimi nawasihi kama Mkristo tuache mambo haya. Na pia kama kiongozi nataka kuambia watu wamelalamika, mama, mbona mume wako saa zote yuko kotini tu, kotini tu, kotini tu, kotini tu, saa yote mtata kotini, hatukuoni Busia. Lakini nataka kuambia kitu kimoja. Sababu ya senator kwa kotini, amemshtaki governor kwa corruption mara na mara, kwa sababu kule ndo kwenye haki, na amepatikana na makosa. Lakini sasa kama mahakama haimfungi, haimchukulii hatia, senator atafanya nini? Senator kazi yake ni kupigana bunge, kuleta pesa kwa county government. Pesa inapokuja kwa county government, kazi yake ni ku-oversight pesa isiibiwe. Ikishafika kwa county, governor anagawanya kwa MCAs ili wawafanyie kazi. MCAs ndio hao wanazipora left, right and center, na governor hawafanyi kitu. Kwa hivyo watu wa kulaumiwa ni MCAs wenu, ndio corrupt number 1. Hello? Sahi ripoti ya county government inasema kuna madereva 10 kwa county, wakati madereva wanaandikwa kazi ni 2, lakini mishahara ya watu 8 inaporwa kwa county government na governor, ambapo ile nafasi ya